Mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni siku ya Jumamosi, juma la 13, kipindi cha kawaida, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 27, aya ya kwanza hadi ya 5, na ya 15 hadi ya 29. Na Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 9, aya 14 hadi ya 17. Karibu tusikilize Injili. Wanafunzi wake Yohane walimwendea Yesu wakasema, "Kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga, bali wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akawaambia, "Walioalikwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga. Hakuna mtu atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu, maana kile kilichotiwa huondoa kipande cha lile vazi, na pale palipotatuka huzidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama wakitia, vile viriba hupasuka, divai ikamwagika, na viriba vikaharibika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya, vikahifadhika vyote." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa, karibu tutafakari sehemu ya maandiko matakatifu ambayo tumetoka kuyasikiliza hivi punde. Leo ninakualika tuweze kuongozwa na ujumbe unaosema Kristo ndiye bwana harusi wa Agano Jipya. Injili ya leo inatoa jibu la Yesu kwa swali aliloulizwa na wanafunzi wachache wa Yohane Mbatizaji kuhusu kufunga na kufanya karamu. Mambo haya matatu, sala, kufunga na kutoa sadaka, yalikuwa ni nguzo tatu kuu za maisha ya dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo, wanafunzi wa Yohana walitaka kujua kwa nini wao na Mafarisayo walifunga, huku wanafunzi wa Yesu walionekana wakila karamu pamoja naye, lakini hawakufunga kamwe. Katika Injili hii ya siku ya leo, Yesu anajibu swali hili kuhusu kufunga kwa kutumia mfano wa bwana harusi, nguo mpya na viriba vipya. Yesu anasisitiza kwamba ujio wake unaanzisha wakati mpya wa neema. Hivyo wanafunzi wa Kristo hawapaswi kuishi tu kwa kushikilia desturi za kale, bali kwa kukubali kubadilishwa na neema ya Mungu. Ndugu mpendwa, kwa minajili hiyo, Yesu hakatai thamani ya kufunga, bali anatuonyesha kuwa kufunga kuna maana yake, hasa kukifanyika katika muktadha na muda sahihi. Kwani katika nadharia hii, bwana harusi yuko pamoja nao. Hivyo si wakati wa maombolezo, bali ni wakati wa furaha, kwani ufalme wa Mungu umewasili katikati yao, katika nafasi yao. Hivyo inapasa basi wao kufurahi. Kisha Yesu anatumia mifano miwili ya kawaida kabisa ambayo tumeizoea katika maisha yetu ya kila siku: kiraka kipya kwenye vazi kuukuu na divai mpya kwenye viriba vikuukuu. Mifano hii inafundisha jambo moja kuu muhimu, kwamba Injili ya Kristo si nyongeza ya kuongezwa kwenye maisha ya kale ya dhambi na desturi za kibinadamu zisizo na uzima. Ndugu yangu mpendwa, Injili ya Kristo inahitaji tuwe na moyo mpya wenye kuweza kupokea mafundisho mapya, mtazamo mpya wenye kuachilia dhana za kale za maisha yetu, na maisha mapya kabisa yenye kuvaa upya wa Kristo. Kwani tukijaribu kuchanganya maisha ya kale yaliyojaa ubinafsi, chuki, uzinifu wa kiroho na mazoea ya dhambi, matokeo yake ni uharibifu. Ndugu yangu, somo hili litukumbushe kwamba wokovu si suala la kufuata sheria na tamaduni au taratibu za jadi au za jamii zetu tu, bali wokovu unatutaka mabadiliko ya ndani ya mioyo yetu. Kwa Kiingereza tunasema metanoia. Leo tunaalikwa kuwa viriba vipya, mioyo iliyo tayari kupokea na kuhifadhi na kueneza furaha ya Injili bila kuilazimisha kuingia katika mifumo wa kale wa ubinafsi na mifumo ya dhambi. Ili basi tuweze kuwa viriba vipya na divai mpya, inatuhitaji unyenyekevu wa kukubali kwamba mara nyingine desturi zetu,
tabia zetu na hata baadhi ya mazoea yetu ya kidini yanatuhitaji kufanywa upya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Francisco katika mahubiri yake mengi aliwahi kusisitiza kuwa fundisho hili la kuwa kiriba na divai mpya ni wito wa uongofu wa mioyo yetu unaoendelea, ongoing conversion. Sio tukio la mara moja tu, bali ni mchakato wa kuwa daima kiriba kipya. Tuwe tayari kubadilika kadiri ya Roho Mtakatifu anavyofanya kazi ndani yetu. Ndugu yangu mpendwa, Kanisa Katoliki limetuwekea mwezi Julai kuwa ni mwezi maalum wa kuiheshimu na kuitafakari damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili ya ukombozi wetu. Tafakari ya leo inatupa fursa nzuri ya kuweza kuunganisha somo la divai mpya na kiriba kipya na fumbo la damu azizi ya Kristo, kwani divai katika maandiko matakatifu mara nyingi ni ishara inayotuelekeza kwenye damu ya Agano Jipya. Katika maandiko matakatifu tunaweza kukutana na mafundisho mbalimbali yanayotaja thamani ya hii damu azizi ya Kristo. Tukianza na Injili ya Marko sura ya 14 aya 24 inatuambia kwamba Yesu mwenyewe katika karamu ya mwisho alichukua kikombe cha divai akasema, hii ni damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Divai mpya inayotajwa katika Injili ya leo inapata maana yake kamili katika Ekaristi Takatifu, ambapo divai inageuzwa kuwa damu yake halisi. Mtume Petro anatuandikia kwamba hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo kama fedha au dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya Kristo, mwana-kondoo asiye na doa. Rejea waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote sura ya 1 aya 18 hadi ya 19. Lakini mwinjili Yohane anatuonyesha kuwa damu na maji vilivyotoka ubavuni mwa Yesu msalabani ni chemchemi ya sakramenti za kanisa, hasa Ekaristi na ubatizo. Tukirejea Injili ya Yohane sura ya 19 aya 34. Mtakatifu Gaspari del Bufalo, mtume wa damu azizi, yeye aliamini kwamba damu ya Kristo ndiyo nguvu kuu ya kuubadilisha ulimwengu na kuwaongoa wenye dhambi. Kama inavyosema moja ya tafakari zake kwamba pindi unapokuwa ndani ya kiriba cha divai, niombee upendo mtakatifu wa Mungu, pia mageuzi ya moyo wangu. Niombee ili niwashwe na moto wa mapendo ambao utafaidia matendo yangu ya nyuma ya ubaridi na kuhamasisha kuwa na maisha mapya yenye uchaji wa kweli. Barua ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo namba 2177. Ndugu yangu mpendwa, tunapotamatisha tafakari yetu, tujiulize maswali haya. Je, mioyo yetu ni viriba vipya vinavyoweza kuhifadhi neema ya Mungu, au bado tunashikilia mazoea ya kale yasiyoandamana na Injili? Je, tupo tayari kuyapokea mawazo mapya yanayoletwa na Injili ya Kristo? Na kama mtu mmoja mmoja, je, tunachukua hatua gani katika kujijenga kuwa na mioyo mipya? Katika mwezi huu wa damu azizi ya Kristo ambao kanisa limetuwekea kuweza kutafakari, basi kanisa linatualika tuweze kujijengea ibada hii ya pekee kwa damu ya Kristo kwa kushiriki Ekaristi Takatifu kwa moyo wa uchaji, hasa siku za Ijumaa, tukikumbuka kuwa thamani kubwa ya ukombozi wetu inapatikana katika damu hii ya thamani kuu. Katika mwezi huu pia tunaalikwa kuhudhuria misa takatifu mara nyingi, kushiriki ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, kusali sala na litania za damu azizi ya Kristo, tujipatanishe na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sakramenti ya kitubio. Hivyo basi itatusaidia katika mchakato wetu wa mabadiliko ya hasa ya kuwa kiriba kipya. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kuachana na vazi kuukuu la dhambi na tabia mbaya na kuvaa vazi jipya la Kristo kwa njia ya toba ya kweli. Pia kwa mastahili ya damu ya Kristo ituimarishe katika mchakato wetu mzima wa kujitakatifuza ili tuufikie uzima wa milele. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya siku hii ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi, Frateli Anthony Eponda, wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu, kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo
Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu, ni damu ya thamani yenye kutuliza